Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watuhumiwa 132 kwa tuhuma za makosa mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo amesema watuhumiwa hao wamekamatwa katika operesheni mbalimbali zilizofanywa na jeshi hilo kwa kipindi cha mwezi mmoja kuanzia Mei 15 hadi Juni 10 mwaka huu. Kupitia kipindi cha kuanzia Mei 15 hadi Juni 10 mwaka huu 2026, Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 ambao walikuwa wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali. Makosa hao yakiwemo mauaji, unyang'anyi, ukatili wa kijinsia na makosa ya usalama barabarani. Pia katika kukabiliana na makosa makubwa dhidi ya maisha ya watu, Kamanda Kantimbo amesema miongoni mwa watuhumiwa hao ni mwanaume aliyefahamika kwa jina la Paul Gembe mwenye umri wa miaka 20 maarufu kama Sinenepi, aliyekuwa anatafutwa kwa tuhuma za mauaji ya Kitu Bayaye Geleshi mwenye umri wa miaka 22, tukio ambalo lilitokea Juni 8 mwaka 2026 katika kijiji cha Mziha Turiani, wilaya ya Mvomero. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lilifanikiwa kumkamata Paulo Gembe maarufu kwa jina la Sinenepi mwenye umri wa miaka 20, mfugaji na mkazi wa kijiji cha Negero, ambaye alikuwa akitafutwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyefahamika kwa jina la Kitu Bayaye Geleshi mwenye umri wa miaka 22. Tukio hilo lilitokea Juni 8 mwaka huu 2026 katika kijiji na kata ya Mziha, tarafa ya Turiani, wilaya ya Mvomero, ambapo marehemu alipigwa kichwani kwa kutumia kitu butu kufuatia ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia. Taratibu za kumfikisha mtuhumiwa huyu mahakamani zinaendelea. Aidha, Kamanda Kantimbo amesema watuhumiwa wengine wanashikiliwa kwa tuhuma za ujangili, matumizi ya dawa za kulevya, unyang'anyi, usambazaji wa pombe haramu na makosa ya usalama barabarani. Kwa upande wa mapambano dhidi ya uhalifu wa maliasili, Jeshi la polisi kwa kushirikiana na askari wa hifadhi ya taifa ya Mikumi limemkamata Bashiri Hamisi Ngagi, miaka 32, mkazi wa Goba, Dar es Salaam, akiwa na meno mawili ya tembo. Pia katika juhudi hizo hizo, watuhumiwa wawili, Ramadhani Sudi miaka 30 na Salum Juma Lukanda miaka 21, walikamatwa kwa tuhuma za uwindaji haramu wakiwa na vipande 42 vya nyama ya swala vilivyokaushwa. Taratibu za kukamilisha upelelezi na kufikisha watuhumiwa mahakamani zinaendelea.